Leo katika safari yetu ya hekima kupitia Injili, nataka tusimame kidogo na kutumia muda mfupi kuwatambulisha wanafunzi wa kwanza walioanza kumfuata Bwana. Neno la Kigiriki kwa mwanafunzi, mathetes, linamaanisha tu mwanafunzi au mtafutaji wa elimu. Ilikuwa kawaida katika kizazi cha Yesu kwa wanafunzi kumfuata mwalimu wao kila mahali. Kwa kweli, Mishnah, ambayo ni mkusanyiko wa utamaduni wa Kiyahudi na maoni ya wataalamu yanayotoka enzi za Kristo, inaelezea wanafunzi wakimfuata mwalimu wao kwa umakini na ukaribu kiasi kwamba walikuwa wamefunikwa na vumbi kutoka kwenye viatu vyake. Sasa katika hatua hii ya huduma yake, Yesu tayari ana mamia ya wafuasi. Baadhi yao ni waaminifu, lakini wengi sio. Na Bwana anaamua kwamba umefika wakati wa yeye kukusanya kundi dogo lililo karibu zaidi la wanafunzi. Kwa hiyo sasa hapa katika Luka 6 ndipo nataka kuzingatia. Katika mstari wa 12 tunasoma, akaenda mlimani kuomba, na usiku kucha akaendelea kuomba kwa Mungu. Huyu ni Mungu Baba. Sasa Yesu haombi kwa Mungu Baba ili amwonyeshe nani wa kuchagua. Anaanza kuwaombea wale ambao atawachagua. Tayari anawajua ni akina nani. Kwa kweli, tayari anajua mapungufu na udhaifu wao. Yeye anajua watakachokutana nacho na kila kitu kuhusu maisha yao ya baadaye. Sasa tunapochunguza kwa undani hawa wanafunzi wa mwanzo, nataka kuonyesha baadhi ya kanuni muhimu hapa. Kwanza kabisa, Yesu aliwachagua wanafunzi wake si kwa sababu alimhitaji yeyote, bali kwa sababu wao walimhitaji yeye. Na unajua hilo ni kweli hata kwetu leo. Nikuambie, Yesu hakuhitaji wewe, wala hanihitaji mimi. Sisi tunamhitaji yeye. Na utukufu wa neema ya Mungu ni kwamba anafurahia sana kutushirikisha wewe na mimi katika mpango wake wa ulimwengu mzima. Sasa kwa kweli, hiyo ndiyo sababu alituumba. Paulo anaandika katika Waefeso saa 2 na madakika 10, sisi tumeumbwa katika Kristo Yesu kwa ajili ya matendo mema ambayo Mungu aliyatayarisha tangu zamani, kabla ya wakati kuanza, ili tuenende katika hayo. Unajua, Bwana bado anachagua wanafunzi hadi leo ambao wanatambua kwamba wanamhitaji, ambao wanataka kumjua, ambao wanataka kujifunza kutoka kwake, ambao wanataka vumbi la viatu vyake liwafikie katika maisha yao yote. Hapa kuna kanuni nyingine muhimu ya kujifunza hapa. Yesu aliwachagua wanafunzi wake si kwa sababu ya walivyokuwa, bali kwa sababu ya walivyokuwa watakuwa. Anza hapa kwa kumtazama kwa karibu Simoni Petro. Bila shaka ndiye maarufu zaidi kati ya wale 12. Imeshawahi kusemwa kwamba jina lake linatajwa katika Injili zaidi ya mwanafunzi mwingine yeyote. Hakuna anayezungumza mara nyingi kama Petro, na hakuna anayezungumziwa na Bwana mara nyingi kama Petro. Kwa kweli, hakuna mwanafunzi anayekemewa na Bwana mara nyingi kama Petro, na hakuna mwanafunzi mwingine isipokuwa Petro aliyewahi kumkemea Bwana. Kwa kusema ukweli, tunajua mengi kuhusu kushindwa kwa Petro, hasa ile wakati aliposhuka kutoka kwenye mashua. Unakumbuka hilo? Wakati wa dhoruba, na alitembea juu ya maji akimwelekea Yesu, lakini akaanza kuzama pale shaka na hofu zilipozidi. Hiyo iko katika Mathayo 14. Lakini usisahau kwamba Petro ndiye mwanafunzi pekee aliyekuwa tayari kushuka kwenye mashua na kujaribu. Jina Petro kwa kweli ni jina la utani alilopewa na Yesu baada ya kukutana kwa mara ya kwanza. Petro ni neno la Kigiriki linalomaanisha jiwe, mwamba au kokoto ndogo. Bwana alimpa Simoni jina hili la utani sio kwa sababu alikuwa mwenye nguvu na unajua thabiti kama mwamba, bali kwa sababu angekuwa mwenye nguvu na thabiti. Historia inaonyesha kwamba baada ya miongo kadhaa ya huduma ya uaminifu, Petro alilazimishwa kutazama mke wake akisulubiwa, na alipofika wakati wake wa kufa kwa kusulubiwa, aliomba asulubiwe kichwa chini. Alishuhudia kwamba astahili kufa kama vile Bwana wake alivyokufa msalabani. Sasa mwanafunzi anayefuatia kutajwa na Luka hapa katika sura ya 6 ni nduguye Simoni Petro, Andrea.
Sasa Injili ya Yohana inatuambia kwamba Andrea ndiye aliyemtambulisha Simoni Petro kwa Yesu. Hiyo iko katika Yohana saa 1 na madakika 41-42. Lakini Andrea alipoteza nafasi yake mbele ya ndugu yake haraka sana. Kwa kweli, kinachonivutia ni kwamba katika Agano Jipya mara nyingi mistari inayomtaja Andrea inaongeza maelezo kidogo kwamba alikuwa nduguye Petro, kana kwamba hicho ndicho kilichomfanya awe muhimu. Lakini kumbuka, hata kama alikuwa nyuma kwa namna fulani katika kivuli cha Petro, kila anapotajwa katika Agano Jipya mara nyingi alikuwa akiwaleta watu kwa Yesu. Alikuwa na huduma ya ajabu. Kwa kweli, kulingana na Eusebius, mwanahistoria wa karne ya 3, Andrea alifungua njia hadi maeneo ya nje ya Urusi ya leo kabla ya kuuawa shahidi kwa ajili ya imani yake. Vyanzo vya kihistoria vinaonyesha kwamba Andrea alimleta kwa Kristo mke wa mwanasiasa mwenye nguvu katika himaya ile, na kiongozi huyu wa kisiasa alikasirika sana baada ya mke wake kugeukia Ukristo kiasi cha kumtaka akane imani hiyo. Lakini mke wake alikataa, na yeye akalipiza kisasi kwa kumkamata Andrea na kumuua. Hebu nikupe kanuni ya 3 muhimu ya kukumbuka hapa. Yesu aliwachagua wanafunzi si kwa sababu ya kile walichokijua, bali kwa sababu walikuwa tayari kufundishwa. Na miongoni mwa wale 12 anachagua hapa sasa ndugu wa damu Yakobo na Yohana. Na kweli wana mengi ya kujifunza. Yakobo ndiye mkubwa kati yao wawili, lakini haonekani kamwe kwenye tukio lolote la Biblia bila mdogo wake Yohana. Kwa kweli, kwa kuwa mara nyingi kwenye maandiko Yakobo na Yohana wanaonekana pamoja, hebu niwatambulishe pamoja. Yakobo na Yohana ni wana wa Zebedayo, na huyo alikuwa mtu mwenye ushawishi fulani. Inawezekana kabisa kwamba alikuwa mmiliki wa biashara ya uvuvi ya familia ambayo pia kwa njia iliwahusisha Petro na Andrea. Walifanya kazi pamoja katika biashara hiyo hiyo ya uvuvi. Kuna hata ushahidi fulani kutoka kwenye rekodi za kanisa la mwanzo kwamba Zebedayo alikuwa Mlawi na alikuwa na uhusiano na familia ya kuhani mkuu. Nataka kuliweka hilo wazi kwa sababu Yakobo na Yohana walipoacha biashara ya familia yao hawakuacha tu mali, bali pia waliondoka kwenye heshima na hadhi nzuri walioifurahia katika ulimwengu wa kidini. Kuhani mkuu na ukuhani watamchukia Yesu, na hiyo inamaanisha watamchukia kila mtu anayemfuata. Basi hawa ndugu walijikuta wakiwa karibu sana na Yesu. Kwa kweli, Petro, Yakobo na Yohana watakuwa kundi la ndani kabisa la wanafunzi wa Yesu, na atawakaribisha kushuhudia matukio ambayo wanafunzi wengine hawatawahi kuyaona. Sasa, tatizo ni kwamba inaonekana jambo hili linawapanda kichwani. Mwisho wa siku, wataanza kubishana kuhusu ni nani kati yao aliye mwanafunzi mkuu zaidi. Pia hawa ndugu walikuwa na tamaa kubwa. Kwa kweli, walikuwa na ukatili kiasi. Injili ya Marko inatuambia katika sura ya 3 mstari wa 17 kwamba Yesu aliwapa jina la utani wana wa radi. Na niambie, hilo halikuwa sifa nzuri sana. Lakini walijifunza vizuri kutoka kwa Bwana. Ile tabia ya oya moto na shauku itabadilishwa na kuwa uvumilivu wa subira. Hawatakubali ukata tamaa au kurudi nyuma, bali watabaki wakiwa na upendo. Yakobo kwa kweli atakuwa mwanafunzi wa kwanza kabisa uwawa kwa ajili ya imani. Kinyume chake, ndugu yake Yohana atakuwa wa mwisho kati ya wale wanafunzi 12 ufa. Yeye ataishi hadi uzeeni. Yohana ataendelea, ataandika Injili ya Yohana, ataandika barua ndogo ya kwanza, ya pili na ya 3 Yohana, na ataandika kitabu cha Ufunuo. Kwa kweli alikuwa na umri wa miaka 90 alipokuwa anaandika Ufunuo. Alipokuwa anaonyeshwa mbinguni, anaielezea huko kwenye kitabu cha Ufunuo. Anakumbuka uimbaji wa ajabu wa majeshi ya mbinguni, nyumba ya Baba iliyotengenezwa kwa dhahabu angavu, kiti cha enzi cha Mungu kilicho na utukufu. Na unajua nini hakipo? Ile tamaa yake ya zamani ya kuwa wa kwanza, kuwa mkuu zaidi katika ufalme. Ile hasira yake kali dhidi ya wasioamini imepotea. Ile wakati alitaka kushusha moto juu ya kijiji kilichokataa Injili. Yote hayo, yote yamepita.
Kwa kweli, Yohana atapata jina la utani kwa miaka mingi, na jina lake la utani litakuwa mtume wa upendo. Kutoka kuwa mwana wa radi hadi kuwa mtume wa upendo. Hii ni kwa sababu Yohana ataandika zaidi kuhusu upendo kuliko mwandishi mwingine yeyote wa Agano Jipya. Upendo unakuwa mada kuu kwa mtu ambaye hapo awali alitaka Yesu ashushie watu moto kutoka mbinguni awaangamize. Yeye ndiye anayetuandikia maneno hayo ya thamani katika Yohana saa 3:16, kwa maana Mungu aliupenda ulimwengu kiasi kwamba akamtoa mwanawe pekee. Yeyote amwaminie hatapotea bali atakuwa na uzima wa milele. Yule mwanafunzi ambaye hapo awali katika maisha yake alitaka kuwateketeza wasioamini, yule ambaye alitaka kuwa mkuu zaidi katika ufalme, anageuka na kuwa mzee mwenye neema, anayejali, mwenye upendo, ambaye hataki mtu yeyote apotee, bali wote waelewe upendo wa Mungu. Hivyo Yakobo na Yohana pamoja na Petro na Andrea walijifunza vizuri, sivyo? Walivaa vema vumbi la mwalimu wao mkuu. Yesu aliwachagua si kwa sababu ya kiasi cha walichokijua, bali kwa sababu walikuwa na hamu ya kujifunza. Basi tutasimama hapa kwa sasa. Mpaka wakati mwingine, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.